Magunga Coast walikuwa ni wadhaifu sana. Kwa nini? Sio jana tu. Inawezekana labda kwa sababu mimi huenda naangalia mechi nyingi za Coast pia. Coast wana changamoto nyingi sana. Unajua yes, unaweza kuzidiwa mbinu na mpinzani wako. Ndiyo. Lakini kuna sehemu nyingine ambayo huaga mimi naitazama uwezo wa wachezaji kutatua matatizo kwa kutumia fikra zao ndani ya uwanja. Kipindi ambacho mambo yanakuwa magumu. Kama yani improvisation. Kama unakuwa na wachezaji ambao kuna nyakati hawawezi kutatua matatizo ambayo yanawakabili ndani ya mchezo, kila kitu anakitegemea kutoka nje, kutoka mwalimu, ni changamoto kubwa sana. Unajua jana Simba ambacho walikuwa nakifanya ama mpango wa Simba wa jana haukuhitaji hata kuwa na mabadiliko kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ya mchezo, kwa sababu upande wa Simba mtego ulikuwa sehemu ndogo tu, kwamba sisi bila mpira tunatakiwa kuitawala zaidi hii mechi, kwa sababu tukiwa tuna mpira tuna hao wachezaji ambao wanaweza kutusaidia kuitawala mechi, hasa kwa kumiliki mpira zaidi na tutawale maeneo, lakini pia tumtawale mpinzani wetu. Sasa bila mpira Simba ambacho kana kifanya ni kwamba wale mawinga wote wawili kwa maana ya Libasa pamoja na Anise walikuwa wanatumika kwa block ma center back wa Coast, wakati Chama pamoja na Selemani Mwalimu wanafunga njia za ndani. Kumbuka hapo katikati ya kiwanja kulikuwa pia kuna Neo Maema pamoja na Kante ambao walikuwa wanacheza kama pacha viungo wawili wa chini, wanaisupport press ya Simba ikiwa na zuia kuanzia juu. Sasa mtego wa Simba ulikuwa ni kwamba fullback wa Coast kwa maana Aidan pamoja na Yasin Mustafa wao walikuwa huru zaidi. Sasa je, Coast wana golikipa ambaye ana ufanisi katika kupiga pasi kwa tafuta wale fullback, wakati huo mawinga wa Simba wameshatengeneza vivuli. Yani wana block mabeki wa kati, wakati huo wanakatisha mawasiliano kati ya wale mabeki wa kati na wale mafullback wa Coast. Na kitu kingine ambacho ngona kiona ni kwamba mafullback wa Simba pia walikuwa wanatakiwa kuwa active sana, kwa sababu kama pasi zinaenda pembezoni mwa uwanja kwa tafuta fullback wa Coast, maana Kapombe pamoja na Kibabaga wanatakiwa kujump kusogea juu kwa kasi kuwapini wale fullback wa Coast. Lakini sasa kuna muda ukaona muona Kapombe na Kibabaga ni kama wapo huru zaidi, kwa sababu Coast wanakwama kufikisha mpira kwa Aidan pamoja na Yasin Mustafa. Eneo jingine ambalo niliona Coast wana udhaifu ni kwamba hata walipokuwa na mpira ulikuwa uelewi sasa mpango wao ni nini. Unanielewa? Hata walikuwa kifanikiwa kuvuka ile press ya Simba, pasi yao ya mwisho ilikuwa na ubora. Kama unakumbuka goli la kwanza ambalo wamefunga, wao Coast ndio walikuwa wanashambulia, na ule upande wa kulia walikuwa na faida ya watu, alikuwepo Kiala, alikuwepo Kichuya pamoja na Aidan alikuwa amesogea. Yani ile mechi kwangu mimi na walaumu sana Simba kwa sababu walitakiwa kupata kwa sababu goal difference kati yao na Yanga jana, yani walitakiwa waimalize jana. Na ongeza yani uwezo ulikuwepo, kwa sababu ukiangalia kwa mfano Mwalimu alitakiwa jana aondoke na hat-trick au goli 4 yeye kama yeye tu, na hata pia Anise jana alitakiwa kupata goli, basi angeweza kufunga pia, Chama angeweza kufunga, ingeweza kuwa scoreline ya cricket, kwa sababu nakubaliana na hiki anachokisema Magunga. Unajua kwenye ligi yetu kuna timu za aina tatu. Kuna hizi timu kubwa ambazo zimezoea kudominate mechi. Nadhani hata juzi kuna online TV moja ilikuwa ikimoji Israel Mwenda akawa anasema kwamba kuna mechi nyingi ambazo kuna wachezaji unakuwa huoni ubora wao kwa sababu sisi tuna dominate mechi nyingi. Sasa kuna timu ambazo wanajua kabisa kwamba bana sisi hatuwezi kupishana na Simba na Yanga na Azam, to a certain extent Singida labda. Kwa hiyo hao wanachofanya, strategy yao ya kwanza kwenye mchezo inakuwa ni kwamba tukabe karibu na lango letu. Wewe tunakuachia mpira na wachezaji wako bora, sisi nafasi yetu itakuwa ni kutafuta pointi moja. Kama Mwenyezi Mungu akitusaidia kuna muujiza wa mpira umetokea, tutaenda kutafuta na hiyo ya tatu. Lakini sasa Coast Union wao jana walikuwa wanacheza na Simba kama wanacheza na timu ambayo wanajiamini kwamba wanaweza kupata kitu. And of course labda kwa sababu ya historia ya msimu uliopita, ile game ambayo iliisha 2-2, walikuwa na haki ya kuota namna hiyo, lakini inawezekana muda umepita sana, na ukiangalia nafasi walioko nayo sasa hivi Coast sio nzuri, maana wako chini kule wanatongoza eneo la kushuka daraja. Sasa walikuwa wanacheza too open, lakini hiyo open game yao, manake kuna team sometimes zinacheza open na wanakosa nafasi. Kama unakumbuka kwa mfano
nani ya Dodoma na mshambuliaji wao yule kama Ngoe wanacheza kwa kudefense, lakini wakipata nafasi wanakaribia kufunga, na unaona kwamba wanakufikirisha kwamba hawa watu hatuwezi kucheza nao open game moja kwa moja. Coastal walikuwa wanacheza tu open, lakini hawana conviction mbele ya lango. Matokeo yake walikuwa wanampa Simba nafasi ya kuadhibu. Lakini mfano labda samani Kiza, mfano ukiitazama ligi yetu kwa umakini sana, hata hizo timu Juma ambazo waga tunasema wana defend kwenye low block defensive system, kwa maana kwamba wanakaa kwenye eneo lao kwa muda mrefu zaidi, bado ufanisi wao pia unakuwa ni wa wastani ama mdogo kwenye hiyo kudefend low block. Kwenye kudefend, kwa sababu issue sio kuwa na watu wengi kwenye eneo la ulinzi. Mpangilio wenu na namna ambavyo mnachukua yale majukumu au namna ambavyo mnatekeleza majukumu yenu, mawasiliano ndio kitu cha msingi. Lakini kuna timu inaweza ka defend kwenye low block na ikafunga hata goli 6. Na kuna wakati pia mnaweza mkacheza open game, lakini hiyo open game ndani yake ina defensive aspects ambazo zinamnyima timu kubwa nafasi ya kufanya vitu vitokee. Kwa mfano, mnaweza mkawa mnapishana na timu kama Yanga, lakini wale key players wao Pacome ana watu wawili, Alan Okello ana watu wawili. Kwa hiyo matokeo yake service kwa Dube haiji. Pacome akipata mpira tu akifuata na watu wawili inabidi arudishe mpira nyuma. Matokeo yake nyinyi mashambulizi yenu yote yanakosa uhai namna hiyo. Lakini the issue is nyinyi pia mkipata mpira mnautumia namna gani? Are you a threat kwa hiyo timu kubwa? Na ndio hiki anachokisema Magunga kwamba sometimes unakuta timu zimesurrender tu kwamba bana wamewaachia nyinyi wamewaachia nyinyi mpira wao wanakaba karibu na lango, lakini bado nafasi zinapatikana, bado hakuna ile tight man to man marking. Licha hivyo ni kwamba unapo defend ama kuzuia yani unazuia kwenye low block, kwa maana wachezaji wanakaa kwenye eneo lao kwa muda mrefu zaidi na kuwa na msongamano wa watu wengi. Maana yake lazima wakati nyinyi mnatakiwa kipindi ambacho nyinyi mnataka kushambulia, mnategemea zaidi kufanya counter attack, kwa maana ya kujibu mashambulizi. Sasa mimi sio muongo, timu zetu nyingi hasa hizi mid tables zina udhaifu pia kwenye kufanya mashambulizi ya kujibu. Zina udhaifu, na udhaifu unatokana na kuwakosa watu sahihi. Moja, ubora. Jana kuna shambulizi walifanya Coastal Union ambalo sijui ilikuwa ni penalty ile, lakini walikuwa wanaelekea kufunga bao kama sio distraction ambayo alipata kutoka kwa Ismail Toure. Ukitafuta sio kama magoli hayafungwi, lakini ukijaribu kulialai kwenye mpango na kile yani kwenye kile walichokidhamiria na kile ambacho kinatokea uwanjani ni vitu viwili ambavyo havishabiani. Ipi solution? Kwa sababu bado tuko katika hiyo mechi ya Simba. Yes, solution ni nini? Kwa sababu kama ni hizi vilabu vidogo au vilabu ambavyo kwenye madaraja ya kati ndio matatizo yao, means ni kwamba Simba, Yanga na Azam pengine na Singida Black Stars kwa mbali ambao kwa sasa hivi wapo wanaweza kufanya hivyo. Na ukifuatilia vilabu vinne ambavyo nimevitaja hapa ni vilabu ambavyo vina wachezaji wengi sana kutokea mataifa ya nje. Inawezekana katika namna moja ama nyingine kwamba solution ni kusajili wachezaji ambao wanatokea mataifa ya wenzetu ambayo ni tofauti na Tanzania. Na ukifuatilia vilabu vya madaraja ya kati kwa asilimia kubwa sana raia walionao wachezaji ambao wanacheza timu hizo ni wachezaji ambao ni wazao. Japokuwa pia zina wachezaji wengi pia na wenyewe wa kigeni. Unajua changamoto ukalinganisha na Simba, Yanga na Azam. Kuna vilabu vina wachezaji 12 ya madaraja ya kati. Ni sawa. Unajua tunachokikosa sisi ni kuanzia kwenye sera ya usajili. Naweza nikatoa mfano kwamba leo hii Kiza inaweza ikawepo mechi ya Manchester City au Arsenal dhidi ya Brentford ama dhidi ya Nottingham Forest. Unanielewa? Inawezekana hiyo mechi ya Arsenal City wakatawala mechi mwanzo mwisho. Lakini hizi timu nyingine zikawa hatari kwenye matukio hasa ya kujibu mashambulizi. Sera ya usajili ni kwamba unapoenda kusajili lazima Juma uangalie game model yako kwa msimu mzima itakuwa vipi. Yani katika mechi 30, mechi ngapi unaweza ukatawala wewe mchezo, unaweza ukamtawala mpinzani wako na maeneo, na mechi ngapi unaweza kuwa timu ya pili uwanjani. Na hii changamoto ni kwenye mechi dhidi ya Simba, Yanga na Azam, au ni changamoto ya hata wao kwa wao wenyewe? Hata wao kwa wao, kwa sababu leo hii JKT anaweza akacheza na Coastal. Kwa asilimia kubwa JKT na profiles za wachezaji ambao wanaweza kuwa ni timu ya kwanza ukikompare na Coastal uwanjani hata kwa maana ya ubora. Sasa unapofanya counter attack kwa maana mashambulizi ya kujibu, lazima uwe na wao wachezaji, yani sio tu ubora. Unajua mchezaji anaweza kawa bora lakini kuna sifa hana ambazo zinamfanya asiwepo ndani ya system fulani ya kiuchezaji. Tunaweza kukubaliana kwamba counter attack ni art.
sanaa ni sanaa ambayo lazima mjifunze mwe nayo. Na kuna timu ambayo ndo maisha yake na kuna timu ambayo inaweza ikadominate, lakini kuna muda anaweza kufanya kama. So kwenye vilabu vyetu vya Tanzania, Kamanda anakuja kwenye vilabu vyetu ambavyo ni tofauti na hivi vilabu vikubwa, ni timu gani ambayo imemaster sanaa ya counter attack? Kwamba hakuna hata moja kwenye ligi yetu. Ambacho mimi nataka kuongeza kwenye haya yanayosema Magunga, unajua kuna aspect mbili kwenye timu ya mpira wa miguu. Unaweza ukawa na wachezaji wenye quality na unaweza ukawa na wachezaji average, lakini una kocha mzuri ambaye anasoma mchezo na anawaelekeza wale wachezaji na wanafuata kila anachoelekeza. Ukiangalia kwenye ligi yetu kuna baadhi ya timu zina poor coaching lakini zina wachezaji wazuri. Na kuna nyingine ni vice versa, kwamba zina brilliant coaching lakini zina wachezaji wa kawaida. Sasa kwa mfano hicho unachokisema kuhusu counter attack, sometimes counter attack inaweza ikatokea hata bila nyinyi kupanga. Yani kuna vitu kwenye football sometimes inaweza vikatokea nje ya game plan. Kwa mfano it's obvious kwamba Simba wakiwa wanapigiwa wao kona, wakiokoa ile kona wakianza kushambulia, that's a counter attack. Lakini Simba sio counter attacking team. Hata goli lilofunga jana. Sawa. Ukiangalia kwa mfano goli hata walilomfunga nani lile, kuna mechi hapa walicheza afu wakasawazishiwa na Pamba ile. That was a counter attack goal. Walipora mpira wakati Pamba wanajaribu kushambulia, wakacounter wakafunga. Na mara nyingi timu nyingi, hata timu kubwa, huwa zinapendelea kucounter kwa sababu that is the only time ambayo mnaweza mkawakuta watu wako open na kuwaruhusu nyinyi kufanya vile mnavyofanya, kwa sababu hakuna defender ambaye anapenda kudefend wakati analikimbilia lango lake. Defender anapenda wewe Juma unashambulia, unakuja unakutana na mimi. Lakini kama mimi na defend tunakimbiza wote mpira ule, hiyo ni situation ambayo inakufavor wewe zaidi kuliko. Sawa.